ambavyo wanakwenda kukabiliana na Young Africans. Ukiangalia leo Young Africans walianza tofauti kabisa kwenye kikosi chao cha kwanza. Walianza pasipo uwepo wa wale namba 10 wao wawili ambao wamekuwa wakicheza kwenye ile eneo, kwa maana Pacome Zouzoua pamoja na Stefan Aziz Ki. Walikuwa na wachezaji wengi ambao sio wazuri kwenye kukaa na mpira bali ni wazuri kwenye kufanya running. Kwa hiyo nadhani Pamba Jiji walikuwa wamejiandaa kuweza kuzuia kwa timu ambayo inapiga pasi. Lakini leo Young Africans hawajapiga pasi nyingi sana, ni timu ambayo walikuwa wanakimbia zaidi. Kumwangalia Mudathir Yahya basi miongoni mwa wachezaji ambaye anaenjoy zaidi kufanya runs. Ukimwangalia mchezaji kama Duke Abuya pia ni mchezaji ambaye anacheza direct zaidi, akipata mpira na anakimbia kwenda mbele. Pia pamoja pia na Maxim pia Nzengeli ni wachezaji ambao wao wanafurahia kuweza kufanya running, lakini inawezekana kwenye uwanja wa mazoezi Mwalimu Fred Felix Minzi hilo kitu ambacho alikuwa anajaribu kukitrain ni kuweza kuhakikisha kwamba anakwenda kuwatrain wachezaji, kwenda kuwatrain wachezaji kama kwenda kuwatrain watu kama kwenda kufanya mazoezi kujiandaa na wachezaji kama kina Stefan Aziz Ki, wakina Pacome Zouzoua ambao hawa ni wazuri wa kuwa na mpira mguuni, lakini alichoenda kukutana nacho naye dakika 45 za kwanza ni wachezaji wawili ni aina ya timu tofauti na ambao walikuwa wameweza kutrain. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa mpango kazi wake kuweza kukaa sawa, lakini pia kuna walimu ambao mara baada ya kwenda kukutana na kitu tofauti na alichokiandaa, reaction yako inakuwa vipi? Hapa ndipo ambapo panakuwa pana changamoto kubwa sana. Kwa hiyo binafsi nadhani Mwalimu Hamdi Mirudi alikwenda kumsurprise Mwalimu Fred Felix Minziro kutokana na approach ambayo alikuwa ameingia nayo, kwa maana yeye alikuwa amejiandaa kuweza kucheza na Yanga ambao wana possess zaidi, lakini amekwenda kukutana na timu ambayo wanakimbia zaidi. Ndicho kitu ambacho kilikuwa kinawapa shida sana. Lakini pia wakati energy ya Pamba Jiji imepungua kipindi cha pili, mwalimu wa Young Africans alianza kufungua booster lake, kwa maana kwamba anakwenda kumintroduce Stefan Aziz Ki, anakwenda introduce baadhi ya wachezaji kama kina Cletus Chota Chama, Jonathan Kangarombo. Kasi yake pia leo ulikuwa unaweza kuiona, ni mchezaji ambaye amecheza kwa dakika chache lakini ni mchezaji ambaye anafanya sana runs. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kigumu sana kwa Pamba Jiji kuweza kubato na Young Africans kutokana na staili ya soka ambao walikwenda kucheza leo Young Africans. Kwa kwangu mimi naamini ushindi huu ambao Young Africans wamepata unachagizwa zaidi na ubora wa kimbinu ambao alikuwa nao Mwalimu Hamdi Mirudi pamoja na benchi lake la ufundi, lakini pia hizo mbinu kuweza kumezwa vizuri na wachezaji ambao wameweza kwenda kuzitekeleza, kwa maana kwamba selection ya kikosi kutokana na mechi ambayo anacheza na mechi ambayo inakuja ambayo wanakwenda kuicheza siku ya tarehe 8. Angalia mabadiliko ambayo alikuwa anafanya leo kwenye mchezo wa siku ya leo, unaweza kuona kwamba hivi ni vitu ambavyo Mwalimu Hamdi Mirudi aliweza kuvifanya vizuri zaidi. Aliweza kujua ubora wa Pamba Jiji, aliweza kujua udhaifu wa Pamba Jiji, alijua kesa kwamba Pamba Jiji leo wanavyokwenda kucheza na Young Africans hawatataka kupishana na Young Africans, kwa kuwa tumeshaona timu nyingi ambazo zinataka kupishana na Young Africans zimekuwa zikiambulia vipigo vikubwa. Kwa hiyo alitaka kuzuia kutokea chini zeni atoke kwenye counter attack. Kitu ambacho kilikuwa kina miss ni ile link up play mara baada ya kupora mpira, wanaanzia wapi kutengeneza mashambulizi yao, na Young Africans walikuwa wanaziba mianya kwa kuwa walikuwa na wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kufanya runs. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nimekiona kwa Pamba Jiji, kwa namna ambavyo walikuwa wanazuia ilikuwa wanapata shida kutokana kwamba kumzuia mtu ambaye anakimbia ni kazi na pia utakwenda kufanya madhambi peke yake. Lakini pia mara baada ya kupata mpira ulikuwa uone mpango mkakati wa Pamba Jiji ni namna gani ambavyo wanakwenda kushambulia na namna gani ambavyo wanataka mashambulizi yake wayafanye, kwa maana kwamba wanataka kupita pembeni au wanataka kupita ndani. Sawa, huyo ni Ali Luambano akizungumza namna ambavyo Yanga ilikuwa bora kwelikweli katika mchezo wa hivi leo, lakini pia akizungumza makosa ambayo wameyatumia Yanga kutoka kwa Pamba Jiji. Vipi kwa upande wako Nation Patrick Mwambando, wewe utazama mchezo, unafikiri wapi Yanga alikuwa bora zaidi na wapi ambapo Pamba alitepeta? Manake kipindi cha kwanza on target alikuwa anaongoza Pamba, lakini baadaye tukaona amepoteana tu pasipo watu kutaraji. Unafikiri nini ambacho alikosea? Substitutions za mwalimu labda ziligharimu timu ama ilikuwaje? Mimi naamini Pamba wamezidiwa kwa kimbinu. Mwalimu wao aliingia vizuri sana. Ukiangalia kwanza hakutaka kupaki basi, alikuwa anakaba kuanzia juu kabisa. Unamwona striker wake Matthew Tegisi Momanyi, lakini pia Abdullahi Yonta Kamara ni wachezaji wawili ambao walikuwa wanaanza kukabana na kina Bakari Nondo Mwamnyeto pale mbele, na pia akawadhibiti wachezaji wa klabu ya Yanga hasa wanaocheza pembeni. Shadrack Isaka Boka, unaona upande wake kidogo kulikuwa na kazi. Zabona Hamisi Mayombi alikuwepo kule, na upande wa Isra Patrick Mwenda, Deus David Kaseke alikuwepo. Kwa hiyo Pamba walicheza vizuri sana, walijitahidi kuwazuia Yanga kuanzia katikati na hata maeneo yao ya pembeni, na Pamba wametengeneza nafasi nyingi, lakini
wameshindwa kuzitumia. Ukiangalia kuna saves ambazo goalkeeper Jigi Diarra amezifanya, lakini pia kuna nafasi ambayo Matthew Tegis aliipata, ubora wa Bakari Nondo Mwamnyeto akaweza kumdhibiti vizuri, ikamfanya Momanyi kupiga mpira ambao ulikuwa ni dhaifu na Yanga wakazuia. Kwa hiyo approach ya mwalimu Fred Felix Minziro ilikuwa ni bora sana. Alikuwa anaanzisha mashambulizi kuanzia pembeni, Ibrahimu Abraham, lakini pia Kenneth Kunambi ni wachezaji ambao walikuwa wanafanya kazi nzuri sana. Katikati kina Antwi, Shasiri na Himana, jinsi ambavyo walikuwa wanabato na viungo wa klabu ya Yanga. Kiukweli ni game ambayo ilikuwa imebalance. Kwa kipindi cha kwanza unaona kabisa Yanga wamepata bao kutokana na ubora binafsi wa mchezaji Shadrack Isakaboka ambaye alipiga faulo nzuri ambayo imekwenda wavuni, lakini makosa ya walinzi wa klabu ya Pamba ambao ukuta ambao Yona Amos goalkeeper wa Pamba aliuweka ukashindwa kuruka kwenye kuzuia ule mpira ukaenda wavuni. Kwa hiyo utagundua kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza Pamba walikuwa wamecheza vizuri, na hata bao hakukuwa na makosa ya wazi ambao Pamba wameyafanya. Hata bao ambalo wamefungwa limetokana na ubora wa mpigaji Shadrack Isakaboka. Tunaingia kipindi cha pili. Unaona sasa baada ya Pamba kutumia nguvu kubwa kwa dakika zaidi ya 70, wanatumia nguvu kubwa, wanapishana na Yanga, itabidi wawe na usahihi wa matendo. Mchezaji kama Deus David Kaseke kwenye kushambulia unamuona, kwenye kuzuia unamuona. Kwa hiyo Yanga baadaye wanakuja wanafanya mabadiliko. Anaingia Aziz Ki ambaye anakuja anamfanya Aucho ambaye alikuwa anacheza kama kiungo mkabaji anatoka Duke Abuya anakwenda kucheza kama kiungo mkabaji, wanaunda double pivot pamoja na Mudathir Yahya. Aziz Ki anakwenda kucheza kama namba 10. Muda huo Pamba tayari wameshatumia nguvu kubwa, wametumia akili kubwa, wanakuwa wamechoka. Aziz Ki anakuja anafunga bao, wanapata mabao mawili ndani ya dakika 5. Unagundua kabisa ni kwamba concentration ya wachezaji ilikuwa tayari iko chini kutokana na kutumia nguvu kubwa kwa dakika zaidi ya 70. Uchovu, kitu ambacho kinawafanya Yanga kutokana na kuwa na quality bora, kuwa na quality nzuri kuwadhidi Pamba, ni kitu ambacho kinaamua matokeo. Kwa hiyo kwangu mimi nampongeza kwanza mwalimu Fred Felix Minziro, alikuja na approach nzuri, na ni game ambayo tumeshuhudia ufundi wa timu zote mbili. Pamba wamecheza vizuri, hawajamuogopa Yanga, wamepishana naye, wamepambana, lakini wamezidiwa quality na wachezaji wa klabu ya Yanga. Unaona jinsi ambavyo wanafungwa mabao. Tunaweza kusema sababu pia zimemgharimu mwalimu Felix Minziro. Hapana, kwa sababu mwalimu anafungwa akiwa bado hajafanya substitution. Anakuja baadaye kufanya mabadiliko, anaingia Bakari kiungo, lakini anakuja kuna mchezaji mwingine pia ambaye aliingia baada ya kutoka ni Habibu Haji Kiombo. Anakuja anaingia baada ya kutoka Deus David Kaseke, lakini pia anaingia John Beni na Kibinge. Ni wazi kabisa mwalimu labda kuchelewa kufanya mabadiliko ndio kumefanya yeye aweze kufungwa, kwa sababu kama angegundua wachezaji wake wamechoka, au kama angegundua kwamba kitendo cha kuingia kwa Aziz Ki kunaongeza creativity katika eneo la ushambuliaji la klabu ya Yanga, na yeye mwalimu itakiwa afanye mabadiliko ya haraka, kuwaweka wachezaji ambao watakwenda kupambana na kina Aziz Ki, kupambana na kina Ikangalombo, kupambana na wachezaji wapi ambao wameingia, huenda ingemsaidia. Lakini kwangu mimi mabadiliko ambayo mwalimu ameyafanya, alichelewa kufanya mabadiliko kwa sababu tayari timu ilikuwa ishafungwa mabao 3. Kwa hiyo kama angefanya mabadiliko pindi Yanga wamefanya mabadiliko, probably tungeona Pamba wangecheza vizuri zaidi ya pale. Lakini kwangu mimi silaumu mabadiliko ambayo wameyafanya, kwa sababu yalikuwa ni mabadiliko sahihi, ila wakati wa mabadiliko haukuwa wakati sahihi. Tungezungumza kwenye hilo swali ambalo Moiza Nation kwenye eneo kwa magoli mawili ambayo yamefungwa, mwalimu alikuwa ameshafanya sababu mbili. Alikuwa ameingia John na Kibinge kwa pahala kwa Deus Kaseke, akawa ameingia Habibu Kiombo pahala pa Yonta Kamara. Ukiangalia aina ya wachezaji hawa, wachezaji wawili wote ni wachezaji wawili, ni aina ya wachezaji walioingia na wachezaji waliotoka ni wachezaji tofauti. Ukimwangalia Deus Kaseke
licha kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao anacheza kwenye idara ya ushambuliaji, lakini pia ni mchezaji ambaye alikuwa anarudi nyuma kuja kumsaidia zaidi mlinzi wake ambaye upande ambako alikuwa anacheza, kwa maana kwamba hii ni sifa ambayo yuko nao Deus Kaseke, kwa maana ukimweka kulia ule upande wote atakuwa anafanya kazi. Utamuona wakati timu inashambulia, utamuona pia wakati timu inazuia, lakini pia kuna muda alikuwa anaingia ndani kucheza kama midfield ili kuweza kuja kuongeza idadi ya namba kwenye idara ya midfield, sehemu ambayo Young Africans walikuwa wanahitaji utawala wa michezo. Ukiangalia utawala wa mchezo, kwa maana ukiangalia Young Africans walikuwa wana wachezaji watatu kwenye idara ya midfield, Haridi Aucho, Mudathir Yahya pamoja na Duke Abuya, lakini pia wakati huo unamuona kuna muda pia Maxim pia Nzengeli anaingia kwenye idara ya midfield. Kwa hiyo kitu kingine ambacho alikuwa na offer, ulikuwa unamuona Deus Kaseke anaingia ndani, anatoka nje, anakwenda juu, anarudi chini, na yote hivyo alikuwa anafanya kwa ajili ya kuweza kwenda kuisaidia timu. Akamtoa Deus Kaseke akamuingiza John David na Kidinga, miongoni mwa wachezaji ambao ni bora zaidi kwenye eneo la kushambulia, lakini pindi timu inapokuwa na mpira sio mchezaji ambaye anarudi nyuma kuja kuweza kuhakikisha kwamba anaimarisha kwenye idara yake ya ulinzi. Ukiangalia Yonta Kamara alivyokuwa anacheza na Habibu Kiombo ni miongoni mwa wachezaji ambao ni standing striker, kwa maana yeye anasimama kwenye eneo moja. Wakati Yonta Kamara, moja kati ya vitu ambavyo alikuwa anavifanya, mwalimu leo alianza na washambuliaji wawili, lengo lake lilikuwa ni kuanza kuwa press Young Africans kuanzia juu, kwa maana kwamba anajua kabisa, kwa maana kwamba ubora wa Young Africans wakianza kufanya build up yao kuanzia chini, mashambulizi yao mengi yanakuwa na hatari, kwa maana kwamba ukimfanya Ibrahim Abdullah Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto waanze kuwapasia viungo wao, maana yake unafanya wa progress mashambulizi yao kwa ubora zaidi. Kwa mwalimu alianza na Yonta Kamara, aanza kumpress Ibrahim Baka, aanza kumpress Messi Tegisi, mpress Bakari Nondo Mwamnyeto wasipate nafasi ya kuanzisha mashambulizi yao kuanzia chini, then wafanye wapige mipira kuja juu. Ukipiga mipira mirefu, maana yake mpira wote ule mpira wa juu ni 50-50, hakuna mtu ambaye anaumiliki nao. Hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinawasaidia Young Africans. Kuna muda ulikuwa unaona wakipata goal kick, Djigui Diarra anapiga mipira mirefu, aanzi chini, kwa kuwa kuna wachezaji ambao walikuwa wana press, tofauti na alichokuwa anakifanya Habibu Haji Kiombo. Kwa kwangu mimi binafsi, kwenye mabadiliko ambao aliyafanya Fred Felix Minzio, ilikuwa ni sehemu ya hiki ambacho kimetokea kwenye mchezo wa siku ya leo. Vipi kwa mlinda mlango wa Pamba? Ameonekana leo akiwa katika uimara mkubwa kwelikweli, licha ya kupigwa bao 3, lakini ameinusuru timu labda na kipigo kikubwa zaidi, namna ambavyo alikuwa anachomoa michomo, ama ni jambo ambalo limezoeleka kwa mlinda mlango yeye akifanya vitu kama vile? Kwangu mimi Yona Amos ni miongoni mwa magolikipa bora sana. Kwa watu ambao wameanza kumfuatilia Prisons mwanzo wa msimu, kabla hajaja Ahmad Ally, msimu uliopita walikuwa wana struggle sana kwenye eneo lao la ulinzi, timu ilikuwa inashambuliwa sana, lakini mtu ambaye alikuwa anaifichia aibu Tanzania Prisons alikuwa ni Yona Amos. Nadhani alikuwa miongoni mwa magolikipa 5 ambao walifanya save nyingi kwenye msimu uliopita. Ameenda Pamba Jiji, ndio bado ameendeleza ule ubora wake ambao alikuwa nao, kwa maana kwamba anafanya save, lakini pia amekuwa kamanda kwenye ile eneo la ulinzi, jinsi ambavyo analikomandi eneo lake, unaona kabisa kwamba ana attributes za kigolikipa. Lakini pia haikushangazi kwa anacheza kwenye eneo la mlinda mlango, sehemu ambayo tunaamini soka letu bado aliwaangalia watu ambao wanacheza kwenye idara ya ulinzi, lakini Yona Amos mpaka hivi sasa ana tuzo 2 za man of the match. Kwa unaweza kuona kwamba hizi zote hazijaja kwa bahati mbaya, zimekuja kutokana na ubora wake. Ni goalkeeper ambaye ana height nzuri, attributes za goalkeeping, uwezo wake wa kufanya catching, uwezo wake wa kufanya punching, uwezo wake wa kufanya sweeping. Kuna muda walijachanganya, lakini alikuwa na uwezo wa kwenda, alikuwa anataka kwenda kufanya sweeping, kwa maana kwamba mpira ambao anaona kabisa kwamba striker anawahi, mimi natakuwa nitoke niende nikareact kwenye hiyo mipira, pia amekuwa akifanya hivyo. Kwa kwangu mimi binafsi leo uko kumwangalia Yona Amos, licha kuruhusu mabao 3, bado alikuwa na outstanding performance kwenye mchezo wa siku ya leo. Vipi kwa upande wa Ikangalombo, mchezaji ambaye amepata nafasi leo? Kwa mara vya habari, taarifa zilikuwa nyingi hapo awali, lakini leo amecheza dakika 22. Kile ambacho amekionyesha Nation, ni kweli watu wanataraji kuona hiki ama bado tumpe muda? Kwa dakika 22 ambazo amecheza Ikangalombo, kuna vitu vichache nimeviona. Cha kwanza ni speed. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kukimbia, lakini pia ana jicho la kupiga pasi. Ukiangalia bao la pili ambalo Yanga wamefunga, yeye ndo ambaye alipiga pasi kwenda kwa Maxi akapiga pasi kwenda kwa Aziz Ki. Kwa hiyo yeye ni mchezaji ambaye alipiga pre-assist. Kwa hiyo jicho lake la pasi pamoja na speed ni kitu ambacho nimeviona kwake. Kwa hiyo kwa hizo dakika 22
bado ni ngumu kusemea moja kwa moja kwamba ni mchezaji mzuri au mbaya, lakini at least kuna matumaini nimeona kwake, pengine akaja kuwasaidia Yanga. Sawa, hiyo ni mechi ya Yanga dhidi ya Pamba, ama Pamba dhidi ya Yanga pale CCM Kirumba, ambapo Yanga ameshinda ushindi wa bao 3-0. Vipi katika mchezo mwingine ambao ulipigwa pale Tabora, na Tabora kushinda kwa bao 1-0 dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma Jiji, nini kina isibu Dodoma? Tabora anaendelea kuwa imara akiwa katika uwanja wa nyumbani. Ya, kabla ya mchezo wenyewe, lakini pia unajua soka letu sisi kila siku tunahamisha magoli. Sio za ndani ya uwanja, bali zimekuwa ni vitu ambavyo vinazungumzwa ambavyo sio vya ndani ya uwanja, kwa maana ni vitu vingi ambavyo vinazungumzwa vya nje ya uwanja. Tulikuwa tunazungumza hapa issue ya mtu mmoja kudhamini vilabu zaidi ya 8. Tulikuwa tunazungumza hapa issue ya waamuzi wetu kufanya makosa mengi sana. Tulikuwa tunazungumza timu nyingine kupata penalty nyingi kwenye michezo. Kwa hiyo tuzungumzie sana vitu vya kiufundi, kwa sababu pia kumekuwa kuna changamoto nyingi sana ambazo zimekuwa zikijitokeza kwenye soka letu, na tuko kwenye mpango wa kukua, lakini pia tunaacha kuzungumza soka, tunaanza kuzungumza vitu ambavyo havihusiani na soka. Leo nilikuwa naangalia mechi kati ya Tabora dhidi ya Dodoma Jiji. Nilikuwa naangalia ile pitch ambayo imekwenda kutumika kwenye mchezo wa siku ya leo, na kama unajiuliza kwamba huu ni mchezo ambao wa ligi kuu ambao unakwenda kufanyika kwenye huu uwanja ambao sidhani kama una hadhi ya kuweza kwenda kufanyika mashindano ya ligi kuu. Unajua tunapozungumza kwamba ligi ya 4 tunaangalia vitu vingi, haki ya matangazo ya television, tunaangalia pia sehemu ya kwenda kuchezea kwa maana ya pitch, ili tuweze kupata ubora. Maana yake tunahitaji kuweza kuona kwamba pitch inakuwa bora. Leo ulikuwa unaangalia vitu vingi vilikuwa havitokei, vitu vingi havifanyiki kwa ufasaha mkubwa kutokana na pitch pia ilikuwa hairuhusu. Kuna shambulizi ambalo alikuwa anataka kulifanya Dodoma Jiji dakika ya 12. Watu wamefanya build up vizuri, umepigwa mpira kwenye njia, mchezaji nadhani ni Paul Peter Kasunda nadhani alikuwa anataka kucontrol mali aende, lakini mpira umekataa, umedunda vibaya kwenye uwanja, sema ambayo sio rafiki sana kuweza kwenda kucheza. Kwa binafsi, kwa watu wenye mamlaka kuweza kuhakikisha kwamba soka letu linapiga hatua, moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa kuweza kuviangalia ni sheria namba 1. Sheria namba 1 kwenye football ni uwanja, na hatuwezi kucheza kwenye eneo ambalo sio bora sana. Kwa binafsi, kwenye mchezo wa leo sijafurahia zaidi kwenye eneo la ufundi, hata pia uwezo ukachambua kwenye eneo la mbinu kutokana na uwanja ambavyo ulivyokuwa, kwa maana kwamba uwanja mimi binafsi ulikuwa hauruhusu hata kuweza mwalimu kuweka mbinu kutokana na uwanja ulivyokuwa. Vipi wewe kwa na unajua kwa dakika 50 na yani ule uwanja wa Dodoma ni mara 10 kuliko uwanja wa Tabora. Yani kiukweli ukiangalia tu kwenye ile pitch high definition, alafu uwanja unaonekana vile, kiukweli sio sawa. Watu wa haki ya matangazo, watu watu ambao ni bodi ya ligi, hivi vitu sio kwamba uende kufungia hivi vitu, inatakiwa vifungiwe kabla mechi haijaweza kuchezwa, kwa maana kwamba unapokwenda kufungia wakati watu wameshakwenda kuangusha alama, watu wana train, kwa maana kwamba sisi tunakwenda kucheza hivi. Hiyo siku moja ambao unakwenda kutrain kwenye uwanja ambao unakwenda kutumika kwa ajili ya mechi, uwezi ukapata hicho kitu ambacho unakihitaji. Yani Maxime kila mtu anajua kwamba ni miongoni mwa walimu ambaye anafurahia kucheza soka la kuweka mpira chini. Kwa anapoenda kukutana na uwanja ambao hauruhusu yeye kufanya kile kitu ambacho anakitaka, inakuwa ni ngumu kwake kuweza kuinject hizo mbinu zake. Sawa, siku moja atatrain, siku moja kabla ya mchezo atatrain kwenye huo uwanja, lakini bado kitu ambacho umekiinject kuanzia kwenye pre-season umekuwa ukiapply kwenye viwanja, then ndani ya siku moja uweze kwenda kukitoa, ni ngumu sana. Kwa mimi binafsi leo kutakuwa kuna excuse kwa Dodoma Jiji kuweza kupoteza mchezo wa siku ya leo. Hata pia uwanja wa Jamhuri sio mzuri, lakini sio kwa kiwango ambacho uwanja wa Tabora ulivyokuwa nao.